Sasa bwana, mambo ni mazito kweli kweli msikilizaji. Sio mazito kidogo, unaambiwa mambo ni yamezidi kupamba moto. Siri za mheshimiwa rais bwana zinazidi kufunguka, tena kwa watu wake ambao ni wanamwamini, watu wake ambao anafanya nao kazi. Sasa swali ambalo tulikuwa tunajiuliza katika sehemu ya 21 sehemu iliyopita, yani ni kwamba itakuwaje Bobby na Roy wakifahamu ukweli halisi wa mheshimiwa rais. Nikakwambia usikose katika sehemu ya 22, na mimi niko hapa kwa kusimulia hii sehemu ya 22, tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Mheshimiwa rais bwana kaya kanyaga bwana. Sasa inakuwaje wewe unafanya kazi na adui? Inakuwaje? Watamkamata mheshimiwa rais, watampa kichwa, watu watapiga huyu mheshimiwa rais, hataamini. Wewe ngoja uone. Twende katika hii sehemu ya 22. Langu jina naitwa Uncle J Simulizi. Mzigo mtamu umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa. Bore, karibu. Hivi nyinyi vijana wangu, Bobby pamoja na wewe Roy, kabla hatujaanza kuongelea mambo yenu ya ndoa ya kutaka sijui kwenda kuoa sijui nini na nini, hivi nyinyi ilikuwaje mkamruhusu huyu jamaa amerudi tena madarakani? Yani imekuwaje mmemruhusu karudi madarakani? Mzee, yani kivipi hatuja kuelewa? Nisikilize Bobby, na wewe Roy nisikilizeni kwa makini sana. Kwa bahati mbaya sana hamkujua ya kwamba nchi hii mmeikabidhi kwa mtu ambaye ni gaidi sana. Mmeikabidhi kwa mtu ambaye ana matukio mengi mema ya nje, ila ana matukio mengi mabaya zaidi tena ya ugaidi ndani yake. Hivi mnafahamu kama yule rais kutekwa kwake ilikuwa ndo nafasi nzuri sana ya kumuondoa mazima madarakani, lakini nyinyi mmekwenda mmemkomboa alafu mmemrudisha tena madarakani. Kwa nini mmefanya hivyo? Mzee wetu, unajua hilo unalotuambia sisi kwetu ni jipya kabisa, na istoshe sisi tunaishi kwa kufuata katiba. Anayekuwa rais ndiye anayekuwa bosi wetu kwetu. Kwa hiyo yani kusema ule kweli mzee Kwai unatuchanganya. Ni kweli iko hivyo. Ni kweli iko hivyo, mnafuata katiba. Ila mnachotakiwa kujua, kila binadamu ama kila mtu ana pande zake hizo, ana pande mbili. Pande moja ya huyu jamaa aliyoificha, endapo itaenda kujulikana, ila kwa sababu nyinyi Roy na Bobby inaonekana nyinyi hamjajua upande wa pili wa huyu rais, kwa mimi nawaacheni nyinyi homework, na waacheni kazi mkafanye. Katafuteni upande wa pili wa huyu bosi wenu mnayemwita bosi wenu huyo kwenye hiyo katiba yenu. Mkatafute upande wa pili wa mheshimiwa rais. Jambo ambalo labda tu wewe Roy na wewe Bobby, jambo ambalo mimi naweza nikawataharisha nyie, ni kwamba mnatakiwa muwe makini sana. Hamtakiwi mtumike katika kufanya kazi za mheshimiwa rais za kwake binafsi, tena za uovu. Hizo mkatae katakata, msije mkafanya.
Lakini mzee wetu si bora tu wewe ukatuambia, utuweke wazi, si mbona si wewe tunakuamini? Nisikilize Bobby bwana. Bobby, kwani hilo lililowaleta hapa kwangu ndo hilo la kutaka kumjua rais upande wake wa pili? Hilo silo lililowaleta hapa kwangu. Nyinyi hapa mmekuja kwa ajili ya kutaka kwenda kuoa, si ndio? Lakini mimi nimewajuza tu hili ya kwamba hebu tafuteni upande wa pili wa rais wenu. We Roy, aya niambie, mke wako ni Mchaga wa wapi? Lakini mzee, haya mambo ya kuoa tena inaonekana hayana maana. Ni vyema tukazungumzia. Hebu jamani, fateni utaratibu. Nyinyi mmekuja kwangu kwa ishu gani? Si mnataka kwenda kuoa? Haya, naanza na wewe Roy. Mke wako ni Mchaga wa wapi? Hayo mambo ya rais tushafunga mjadala. Nimewachia homework. Mimi mwanamke wangu ni Mchaga wa Moshi. Ndiyo Moshi. Lakini sasa Moshi ile ni kubwa sana. Nataka kujua ni eneo gani? Kiukweli sijamuuliza kwa kweli. Yaani sio muongo. Sijamuuliza yeye ni Mchaga wa wapi. Hilo sijamuuliza. Sasa hivi Roy, wewe kweli uko serious wewe kwenye kuoa ama unatania? Kwa maana mwanamke unayempenda, yani inakuwaje unashindwa kumjua hata kwao, alafu unasema unataka kumoa? Serious? Ni kweli mzee wangu, niko serious. Sema hayo mambo ya kwenda kwao huko ndo yamekuja hizi siku mbili hizi, yani kwa hiyo sijui chochote kuhusu kwao. Kwa hiyo wewe Roy, huyu Bobby ndo amekushawishi wewe uoe ama ni nani amekushawishi? Hapana. Mimi Bobby hajanishauri kabisa kwenye maamuzi yangu, kwa sababu haya maamuzi yametokana na moyo wangu kwamba nahitaji kuoa, niwe na familia yangu mzee wangu, na mimi niwe baba, natamani kuitwa baba pia. Mwanamke uliyetekwa naye ndo mke wako? Ndo yeye. Yule binti mimi namfahamu baba yake. Baba yake alikuwa ni afisa mzuri sana wa jeshi la polisi. Alikuwa anapenda sana haki na alikuwa ni mwenye misimamo thabiti kabisa. Kupenda kwake haki kulipelekea wahuni wakamuondoa duniani. Hivi unajua dunia sasa hivi ukiwa unapenda sana haki, unatetea wananchi, wanakuondoa duniani mapema sana. Dunia sasa hivi haitaki hayo mambo. Dunia sasa hivi wanataka kunufaisha matumbo yao. Lakini akitokea kiongozi akajifanya anapenda wananchi, anapenda haki, wanamlamba kichwa. Ndicho kilichomtokea babake na huyo binti ambaye unataka kumoa. Kwa hiyo mzee, unataka kusema babake na Nancy aliuawa? Aliuawa. Walimuua. Ila hilo sio la kuongelea sasa hivi. Nyinyi vijana nyinyi bwana, nyinyi hapa mmekuja kwa lipi? Kikubwa kwa sasa, hebu niacheni hiyo kazi kwa ajili ya kwenda huko ukweni huko. Maana mimi nakwenda kama mshenga sasa. Tuongelee hapa mambo ya ndoa. Ndicho kilichowaleta hapa. Mimi niende huko Moshi nikaongea na wazee wa huko. Utaandika barua ya uchumba na tutaweka pale kishika uchumba, na baada ya hapo sasa litafata swala la utambulisho. Sasa mzee, hivi kwenye barua ya uchumba tunaweka kiasi gani? Wewe unaweka tu hata 100,000, 50,000 unaweka tu. Basi kama inawezekana mzee wangu, barua si tuitume tu hata siku 2 hizi, kwa sababu unajua mke wangu huyu mtarajiwa ana likizo ya miezi hiyo 3. Kwa nataka haya mambo yafanyike ndani ya hiyo miezi 3. Sawa. Kwa hiyo wewe Roy, ndoa yako unataka ifanyikie wapi?
Kwenye eneo hapo mzee wangu kidogo mtihani. Unajua hali halisi ya maisha yangu unaijua, na hata ndugu yangu hapa Bobby, hali halisi ya maisha yetu wewe mzee unaijua. Hatuna familia zaidi ya maisha yetu tu ya mtaani. Hilo mimi naelewa. Sasa sikilizeni, hilo niacheni mimi. Kama kufanyika itafanyika hapa hapa dai hiyo sherehe. Kuna washenzi nimekuwa nikiwachangia sana mimi pesa za harusi, kwenye harusi zao, ikiwa mimi tayari vijana wangu walishaoa na wengine walishaolewa. Kwa hiyo sasa hii shughuli yenu hii mniachie mimi, ili na mimi hela zangu nilizochangia kulizirudi. Tunashukuru sana mzee wetu, tunashukuru sana. Wewe Bobby vipi wewe kwa upande wako? Mimi bwana nina mwanamke wa Kiarabu, na hapa napozungumza na wewe mzee wangu, huyo mwanamke ni ana mimba. Kwa hiyo huyo Mwarabu kwa wapi, India ama? Hapana, kwao ni Mombasa tu hapo Kenya. Wewe huko kwao wanakujua? Hapana, wanijui. Sasa wewe Bobby, wewe kwa nini unaishi na mtoto wa mtu? Umemtia mpaka mimba na kwao hawakujui. Haya, huyo binti akikufia utampeleka wapi? Hivi unajua kwamba mwanamke kuwa na ujauzito, kujifungua salama ni 50 kwa 50? Kwa nini nyinyi vijana mnapenda kuchukulia ya mambo simple tu yani? Mimi huyu binti anayetaka kumuoa Roy, huyo binti mimi namfahamu. Sasa wewe Bobby, hebu nionyeshe picha ya mke wako niione. Naam, kweli bwana. Bobby akatoa simu yake mfukoni, alimwonyesha mzee huyo picha ya Bad Lady. Mzee Kwai alipoitazama picha ya Bad Lady, kwanza akamtazama Bobby usoni mwake, na kisha akaitazama tena picha ya Bad Lady. We Bobby. Naam mzee wangu. Naamini huyu binti wewe unamjua vizuri. Mzee wangu namjua. Huyo binti alipata msamaha wa rais, na ndio maana alikuwa yuko huru, na kuanzia hapo tulijikuta tunazama kwenye mapenzi. Ni hivyo tu au unanidanganya? Ndio hivyo tu mzee wangu, au kuna kitu kingine unakijua? We Bobby wewe, hivi unajua kama mimi ni jasusi niliyestaafu? Unalijua hilo? Naelewa mzee wangu. Yaani Bobby, unakwenda kuoa mwanamke ambaye ametoka kwenye uhalifu, wewe unaamua kwenda kumuoa. Haya, hilo la kwamba huyu binti huyu ni mhalifu unalijua? Mzee najua. Unajua we Bobby na we Roy, nilijua kwamba nilipowapatia darasa la ujasusi na mkawa miongoni mwa wanafunzi wangu bora hapa nchini, niliamini kwamba nyinyi vijana wangu mtakuja kuwa na uwezo wa kupambanua mambo kwa haraka sana. Ila nimeanza kuona nyinyi nyote ni wadhaifu wakubwa sana kwenye maamuzi yenu ya kihisia. Mapenzi yanawaendesha nyinyi, washenzi wakubwa. Ukiwa kama jasusi, kweli unaruhusiwa kuwa kwenye mapenzi hata na gaidi? Huyu binti ni gaidi huyu. Huyu binti Bad Lady huyu ni gaidi. Unakwenda kujihusisha naye kimapenzi. Hatukatai. Sisi majasusi tunajihusisha na mapenzi, lakini kwa kazi maalum. Unaingia kwenye mapenzi na mtu endapo unataka kumjua huyo mtu, ama umetumwa ukampeleleze, na ikiwezekana hata unazaa naye. Hiyo inawezekana. Ila sasa wewe Bobby unakwenda mpaka kuoa. Kwa sasa nataka kujua Bobby, huyu mwanamke gaidi upo naye kikazi? Umezaa naye bahati mbaya?
Au ndo umezama kama kuzama, yani umefall in love kabisa mimi mzee wangu nimezama hapo, nimezama miguu yangu yote. Hey. Nisikilize Bobby. Ndio mzee wangu. Unapaswa kuweza kumjua basi mke wako. Kumjua namjua kwa sababu alishatueleza ya kwamba alikuwa kwenye vikosi vya kigaidi na alikuwa anafanya kazi na kina Bata na alikuwa yuko chini ya Bata kama mtendaji mkuu wa kazi zake. Ulishawahi kusikia bosi mfanya kazi? Kivipi mzee wangu, sijakuelewa. Peleleza utajua. Sasa mzee wangu, unajua si utuambie tu, sisi ni vijana wako bado. Na kama kuna sehemu tumezingua ama tumekwama sehemu au tupo sehemu mbaya, ni vyema ukatueleza tu kuliko kutuweka hivyo kwenye mafumbo. Nisikilizeni vijana wangu, iko hivi. Yule Bata yule na washirika wake wote walikuwa wanafanya kazi chini ya huyu binti Bad Lady. Unalijua hilo? Naam. Hapo Bobby na Roy walishtuka sana, wakajikuta wakikaa vizuri kwenye viti na kumtazama Mzee Kwai. Mzee Kwai akasema, msishtuke. Mbona macho yanawatoka kama mijusi iliyobanwa na milango? Nisikilizeni, we Bobby wewe. Tena we Bobby nisikilize kwa umakini sana. Kwenye hii dunia kila mmoja ana siri zake. Unapaswa kuweza kujua siri za mtu unayekwenda kuishi naye kabla kumkabidhi moyo wako. Okay. Sawa mzee. Sasa tufafanulie kuhusu na mke wangu basi. Nisikilize Bobby. Ipo hivi. Mke wako yule Bad Lady ndiye boss wa watu wote uliokuwa unawaona. Sijui Bata, sijui ni mke wako, na watu wote waliokuwa ni wanafanya kazi kwa Bata. Wote bosi wao ndo huyu Bad Lady. Bosi? Ndio. Hapana bwana Mzee Kwai bwana. Haiko hivyo bwana. Haiko hivyo kabisa. Naam. Bobby alizungumza huku akitabasamu. Alipinga kabisa hilo huku akimfanya Mzee Kwai kucheka kicheko kidogo, na kisha akakunja nne na kumtazama Bobby usoni mwake. Mzee Kwai akasema, sasa wewe Bobby unabishana na mimi? Labda nikuulize swali. Unahisi ni kwa nini alimtoa sadaka mke wa Bata ili aaminike na akatoka nje ya gereza mlilokuwa mnamshikilia? Mbona unipi jibu? Nipe jibu sasa. Ngoja nikwambie kitu Bobby. Huyu Bad Lady kwake, yaani huyu Bad Lady huyu, ili kuwa kwake nje alihitaji uhuru wa kuendesha operation yake ya kulipiza kisasi. Kulipiza kisasi? Wewe Bobby, Roy, hebu nyanyukeni tutembee kidogo. Naam. Kweli walianza kutembea kuingia kwenye shamba lililokuwa limejaa migomba. Bobby akasema, mzee, umetuambia kwamba alitaka kulipiza kisasi Bad Lady. Kisasi cha nani?
Sasa nisikilize kwa umakini Bobby. Kipindi rais wenu akiwa kijana mdogo tu, alimuua baba mzazi wa mkeo. Mbona kama inakuwa ni ngumu kidogo kukuelewa hapo mzee? Utanielewa tu, wala hata usijali Bobby. Ipo hivi, baba mkwe wako ambaye ni marehemu kwa sasa, yaani namzungumzia baba yake na Bad Lady, alikuwa anafanya kazi na baba mzazi wa mke wako. Mzee yule alikuwa ni kama mtunza fedha wake. Huwa mnawaitaga kina nani? Wahasibu. Ya, alikuwa ni mhasibu wake. Kuna kiwango kikubwa cha pesa mzee alikipiga, ila alikuwa ni mtu mwaminifu sana kwa mzee yule. Ila kitu kilichotokea ni kwamba mzee alimpokonya mkewe wa ndoa wa kwanza ambaye alimuoa. Kwa sasa huyu baba Bad Lady huyu aliweka kisasi kwa moyoni mwake, na hata alipopata mke mwingine bado huyu babake na Bad Lady aliweka kisasi kwa moyoni mwake. Alichokifanya huyu baba Bad Lady ni kwenda kumuiba pacha mmoja wa mtoto wa bosi wake, ambaye ni pacha wa rais wa sasa. Yaani huyu rais wenu huyu alikuwa madarakani ana pacha wake. Kwa huyo pacha mwingine huyo akatengenezwa kuwa monster, akatengenezwa kuwa muuaji, mtu asiyekuwa na huruma. Na ndipo baadaye akaja kazaliwa huyu mke wako Bad Lady. Kwa hiyo huyu mke wako Bad Lady anakuja kuzaliwa, anamkuta kaka yake, lakini alikuwa ni kaka yake wa kufikia tu, sio kaka yake waliozaliwa tumbo moja, hapana. Kwa misheni yao ilikuwa ni kulipiza kisasi kwa rais, kwa sababu baba yake alipogundua kuwa kuna pesa imetafunwa na mtumishi wake, basi alimuamrisha kijana wake ambaye ndo huyu rais wa sasa hivi kumuua kwa kumpiga risasi. Na kweli huyu rais wenu wa sasa hivi akaenda kumuua babake na Bad Lady. Kwa hiyo mke wako yule Bad Lady alikuzwa kwenye mazingira ya kuwa secretary weapon, tena akisaidiwa kwa msaada mkubwa sana na kaka wa rais, na baada hapo kwa kusaidiana na mjomba wake ambaye alikuwa ni kiongozi wa Al-Qaeda. Walimpatia mafunzo na uwezo wa kutengeneza matukio makubwa na ya kutisha. Hivyo yule mwanamke wako yule Bad Lady ndiye mastermind na ndiye bosi wa kila kitu. Hapo unazungumzia wakina Bata, sijui mkewe, sijui akina, wote hao ni machawa tu kama walivyokuwa machawa wengine, lakini yule Bad Lady ndio kila kitu. Sasa kwa nini Bad Lady ameamua kuwa na mimi kwenye mahusiano? Ni kwa sababu wewe upo karibu na mheshimiwa rais na mnafanya kazi kwa ukaribu mno na mheshimiwa rais. Unahisi ni mangapi umemweleza Bad Lady kwa stori za juu juu tu kwenye kazi yenu? Ni mengi nimemwambia. Kwa hiyo hata issue ya rais kutekwa, mastermind alikuwa ni mke wako Bad Lady, na yeye ndiye aliyetoa amri ya nini kifanyike na kwa wakati gani. Yaani nyinyi mnahaha tu, mnahaha huku, lakini yeye Bad Lady alikuwa anawaangalia tu.
Na hata mlipokwenda Colombia kumtafuta rais chini ya mwamvuli wa Scorpion, mke wako alikuwa na nguvu ya kuwasambaratisha nyie wote na msiweze kurudi. Ila uwepo wenu nyinyi wawili ndio uliowaokoa. Bad Lady hakufanya hivyo, lakini alikuwa na uwezo wa kuwasambaratisha nyinyi nyote na msirudi. Sasa mzee Kwai, hizo taarifa zote wewe umezitoa wapi mzee wangu? Naona sasa nyinyi mmesahau ya kwamba mimi nafanya kazi gani. Mimi nina kila taarifa ya mtu. Nina taarifa nyeti kama hizi. Mimi kwangu ni rahisi sana kuzipata. Hakuna mtu mwenye siri ambayo inaweza kukaa kwa watu wawili. Hakuna. Siri ni ile unayoijua wewe mwenyewe na unaendelea kuitunza wewe mwenyewe bila kumweleza rafiki yako. Hivyo namjua mkeo vizuri sana huyo Bad Lady. Na hata sura yangu hii sio mara ya kwanza yeye kuiona. Tukikutana hivi ananijua vizuri sana. Ila tu nikwambie, Bad Lady yule sio mwanamke mbaya, kwa sababu aliyoyafanya ni kupigania vita ambayo wewe na mwenzio hamkuijua. Kwa sababu huyu jamaa anayeongoza nchi kwa sasa hivi sio mtu mzuri kabisa. Kwa hiyo unanishaurije mzee wangu? Mimi ninachokushauri wewe mpende, muoe. Ulipojua gaidi ukampenda, wai hukusita, ukaamua kuendelea naye. Na hata sasa hivi ni lazima umwamini tu. Ina maana kwamba mke wangu ndiye aliyemteka rais? Kwa 100%. Na kaka yake na rais ndiye anayefanya kazi kama chambo, ila mke wako ndio mastermind. I say Bobby, mimi ninachokiwaza hapa, sijui itakuwaje pale rais atakapojua kuwa ile misheni yote yeye kutekwa ni mke wako ndiye aliplani. Wewe acha tu. Haiwezi kuwa rais yeye akamjua. Haiwezi kuwa. Kivipi mzee wangu? Ikiwa wewe unamjua kwamba mke wangu kahusika na kumteka rais, kwa nini rais asijue? Kitu ambacho nyinyi hamkijui, huyu rais ni ana maadui wengi sana. Maadui ambao wanamuinda kwa kila namna. Hivyo sio rais kumuhisi kabisa mke wako, kwa kuwa anafanya kazi na pacha wake. Sasa mzee, kwa hiyo shemeji anataka kulipiza kisasi? Ndio. Ila msimchukie Bad Lady, kwa sababu kwenye vita huwa mnatumia kila aina ya silaha ili ushinde hiyo vita, si ndio? Sasa kwa nini hawakumua rais walivyomteka? Unataka kujua kwa nini hawakumua rais? Rais alipotekwa hawakumua kwa sababu walihitaji yule pacha wake achukue madaraka ya uongozi. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima yule pacha aweze kujua mambo mengi ambayo rais huwa anayafanya, ili atakapokuja kukalia kile kiti cha ndugu yake, hakuna mtu au kitu chochote mtakachoweza kumshtukia. Sema sasa dili ndo ikaja ikabuma kutokana na Scorpion walikuwa wameingilia kati. Okay, sawa. Bosi wa Scorpion unamjua? Ndio namjua. Mimi ni mtumishi wake. Na hata hizi taarifa mimi ndo niliyempatia. Kumbe. Mimi nimeanza kufanya kazi kipindi cha mama yake. Hivyo naitambua vizuri sana Scorpion. Tumepata mambo mengi ambayo yamekuwa ni surprise sana kwetu mzee Kwai.
Na ndio maana Roy, nilitaka mje kwenye shamba langu huku ili kuzungumza kwa kina hizi habari. Naam. Hapo mzee Kwai akausogelea mgomba mmoja, akaufungua kwenye shina, wakaona pale button. Akaminya ile button zilizopo kwenye mgomba huo, na taratibu eneo la pembeni yao likafunguka, na mzee Kwai akaanza kushuka kwenye ngazi hizo kuelekea chini ya ardhi, ambapo kulikuwa kuna ukumbi wake mkubwa anaohifadhia nyaraka zake za siri sana, ambazo sio rahisi kwa mtu kutambua chochote. Kuwa katika shamba hilo la migomba kulikuwa kuna ukumbi wa siri upo chini ya ardhi. Aliwasha pale taa zilizomo ndani ya ukumbi huo, na mwanga mkali ukatawala hilo eneo. Sehemu waliokuwa wameingilia ikajifunga. Picha nyingi za watu mbalimbali ambao ni magaidi zilikuwa zimebandikwa katika ukuta mmoja. Roy akitazama picha ya rais ambayo chini yake yuko Ruben. Roy akasema, Ruben alikuwa ni mwenzetu huyo, ila kwa sasa tunaamini ya kwamba hatumjui kabisa. Roy alizungumza huku akimtazama mzee Kwai. Mzee Kwai akasema, hamumjui kabisa Ruben, na huo ndo ukweli, hamumjui nyie huyo. Mzee Kwai alizungumza huku akimimina kahawa ya moto kwenye vikombe vitatu, na kisha kila mmoja akampatia kikombe chake. Nashukuru mzee, Bobby alijibu huku akitazama picha ya Bad Lady ikiwa ni miongoni mwa picha zilizobandikwa kwenye huo ukuta. Sasa kama mke wangu anapanga kulipa kisasi cha kuuawa kwa baba yake, nina imani kwamba ipo siku anaweza akarudi kulipa kisasi, kitu ambacho kitakuwa ni hatari sana kwake. Nisikilize Bobby, kitu ambacho Scorpion wanakitegemea kutoka kwa mke wako ni nyaraka za siri ambazo baba yake aliziiba kutoka kwa baba wa rais. Hivyo nyaraka hizo zina mambo mengi sana ya siri ambayo endapo yatapatikana, basi jamaa atajikuta na kwenda kuipoteza ikulu na madaraka yake. Kwa hiyo siri hiyo anayo mke wangu? Ndiyo. Kaa naye tu vizuri, mke wako atakuwa ni msaada sana hapo baadaye. Okay, sawa. Na pia mke wako usimuonyeshe kuwa umejua chochote kuhusiana na maisha yake ya usiri anayoyaishi. Nadhani tunaelewana. Ndio, nakuelewa mzee wangu. Naam. Hapo mzee Kwai aliwasha TV kubwa na wakaona picha ya nyumba, na ndipo mzee Kwai akasema, hii ni taarifa ya moto nimeipata alfajiri ya leo kutoka kwa wanaonipasha habari. Eneo hilo mnaloliona kwenye TV ndipo alipojificha Sebastian Don Bosco, adui wa dunia, adui ambaye alifanya dunia kutetereka kiuchumi kwa upumbavu wake wa majaribio ya magonjwa, kitu kilichopelekea kila nchi kukiri juu ya vifo vya corona vilivyokuwa vinaendelea kuitafuna dunia. Naam, mzee Kwai akawageukia Bobby na Roy na kisha akasema, mtu huyu alitaka kuwaua kwa mikono yake yeye mwenyewe. Endapo mngekamatwa, kwa sababu mpango uliokuwepo ni kuiteketeza Afrika kwa maslahi yake na wanachama wake. Ila mbaya zaidi, rais wenu pamoja na Ruben wanafahamu mipango hiyo, na waliwatuma eneo ambalo wanajua kabisa ni mdomo mamba. Kama sio mimi kumpatia taarifa za haraka sana Madam Nadia na mumewe Ryan, naamini sasa hivi hata mifupa yenu sijui kama ingekuwepo duniani. Sasa swali la kujiuliza ni kwa nini rais wenu pamoja na Ruben wamemhifadhi Don Bosco na wamempatia ulinzi wa makomando? Je, wana ajenda gani ya siri iliyopo nyuma yao? Au wamenufaika kwa kitu gani? Je, endapo atatoka eneo hili huyu Sebastian Don Bosco analoishi, nyinyi wawili, wewe Roy na Bobby, je, mtakuwa mko salama kweli? Sasa maswali yawe vichwani mwenu. Adui yenu analindwa na mnaye muamini kwamba nyinyi ndio bosi wenu. Nyinyi mnasema rais ndio bosi wenu. Haya, huyu adui mnayemtafuta huyo the evil game, bwana Sebastian Don Bosco, ndo analindwa sasa na rais.
Roy alibaki anaguna tu, huku akikumbuka namna alivyopambana kujiokoa yeye na Nancy. Nisikilizeni vijana wangu, huu ni wakati wa nyinyi sasa kuchagua upande wa kusimama, kwa maana vita inayokuja mbeleni ni kubwa, na msipojiangalia mtapigana na wanaopigania haki, ikiwa wahuni wachache tu wanapigania maslahi yao. Naam, maneno ya mzee Kwai yaliwafanya Bobby na Roy miili yao kusisimka mno, kwani wapo tayari kwa mapambano muda wowote na wakati wowote ule. Ebana, mambo ni yanazidi kupamba moto. Mzee Kwai bado anaendelea kuwapigisha msasa Roy na Bobby, ikiwezekana wachague upande wa kusimama katika mapambano hayo, na Bobby ameshapewa siri za kumfahamu mke wake kwa undani, tofauti na vile alivyokuwa namjua hapo awali. Unahisi nini kitaendelea, mtu wangu? Ngoja tuendelee tupate kujua. Mzee wetu, labda situkwambie kitu kimoja. Sisi tupo tayari kupambana muda wowote, ila kwa kufuata taratibu na sheria za nchi. Hatutopenda kuwa waasi au kuishi maisha ya kukimbia nchi yetu. Au Roy, unasemaje? Ya, ni kweli mzee. Sisi hatupambani kwa sababu ya rais, kwa sababu tulipokula kiapo hatukusema kwamba tutakuwa ni mbwa wa rais. Hapana, tulisema kuwa tutapambana kwa kuilinda nchi yetu na raia wetu, ardhi yetu na mipaka yetu, na kumtii amiri jeshi mkuu wa nchi, full stop. Hadi hapa tulipo sisi ni watumishi wa serikali na sio watumishi wa rais. Mimi vijana wangu, mimi nawaelewa, tena nawaelewa vizuri sana, ila mimi kauli yangu ni kuwakumbusha ya kwamba mnapaswa kuchagua ni upande upi ulio sahihi wa nyinyi kupambana. Sawa mzee, tumekuelewa. Kama mnamhitaji adui yenu, basi hapo ndipo alipojificha. Mzee Kwai alisogeza mbele na ikaonekana picha nyingine ya mwanaume mzee. Mnamwona huyu mwanaume mzee huyu? Ndio, tunamwona. Huyu anaitwa Dr. Alex Anodi. Huyu dokta asili yake ni Muingereza, ila anaishi Afrika Kusini, na kwa upelelezi wangu anaingia nchini Tanzania leo. Na lengo kubwa huyu la kuja Tanzania ni kwenda kubadilisha sura ya Bwana Sebastian Don Bosco pamoja na binti yake ambaye ni Maria. Sasa hatari ambayo mimi naiona kwa huyu jamaa pale atakapoondoka Tanzania, ni anaweza kwenda kutengeneza shida nyingine itakayokwenda kuihangaisha dunia kwa kiwango kikubwa sana. Huyu Sebastian anatakiwa kushughulikiwa kabla hajaondoka hapa Tanzania. Ashughulikiwe na kina nani sasa? We Roy, swali gani hilo unauliza? Ikiwezekana hata nyinyi mumshughulikie, kwani nyinyi huyu si adui yenu huyu? Unajua mzee, tunakuheshimu sana. Tena sana tu. Ila hizi kazi hizi tunakuomba kidogo tupumzishe, kusema ukweli. Hebu tuangalie haya yaliyotuleta. Na pia umesema unafanya kazi na mkuu wa Scorpion. Ni vyema hizi taarifa ukampatia huyo mkuu wa Scorpion, ili kama kuna kufanya kazi aifanye yeye na vijana wake wa siri ambao yeye anawafahamu. Yaani tafadhali sana mzee wangu. Yaani kwa maana kwamba hadi sasa hivi unapotuona mimi na Roy hatujajitoa serikalini na bado tunafanya kazi chini ya mamlaka iliyopo juu yetu. Na kuomba sana mkuu kutuingiza kwenye hii mission, si tuondoe. Mtafute huyo mkuu wa Scorpion ana vijana wake wakaifanya hiyo kazi. Sawa. Mimi nimewaelewa.
tutaendelea na taratibu zetu za ndoa. Vipi wewe Bobby, unahitaji kwenda kujitambulisha kwa mama mkwe wako? Hilo nitakujulisha mzee wangu pale nitakapozungumza na mke wangu kuhusiana na swala la kwao. Kwa sasa mimi naona tushughulike tu kwanza na ndoa ya Roy kwanza. Tukajitambulishe kwa kina Roy huko Moshi huko. Bobby, usije ukasema unakwenda kumwacha mke wako eti kwa sababu haya nilokueleza. Hapana, kumwacha mke wangu yule bad lady itakuwa ni ngumu, siwezi kumwacha. Nisikilize Bobby. We pamoja na Roy, nisikilizeni. Mimi kuwaingiza hapa, nilitaka kuwaonyesha kuhusiana na eneo alipojificha Sebastian Don Bosco. Ndio maana nimewaleta huku. Na okay, sawa mzee, tumekuelewa. Lakini nyinyi vijana wangu kweni makini, kwa sababu vita inayokwenda kutokea mbele itakuwa ni vita kubwa mno. Okay, sawa. Roy, kalamu na karatasi hii hapa. Andika hapo barua ya uchumba. Sasa mzee, naiandikaje mzee wangu? Unajua mimi sijawahi kabisa kuandika barua ya uchumba. Andika vyovyote vile ambavyo unajua. Oya Bobby, mshikaji wangu, nisaidie basi mwanangu kuandika hii barua. Naam. Wakakaa kwenye viti wote wawili na kuanza pale kujadiliana namna ya kuandika barua hiyo, huku mzee Kwai akiendelea kuwatazama na akajikuta na tabasamu, kwani Bobby na Roy wamekuwa wakisaidiana toka wakiwa vijana wadogo. Wakatumia nusu saa kukamilisha barua hiyo ya uchumba, kwani wamekuwa wakirudia kuandika zaidi karatasi kama 10 ambazo wamezikunja na kuzitupa kwenye ndoo za uchafu. Hii hapa mzee wetu. Hebu icheki basi na ipite. Roy alisema huku akimkabidhi mzee Kwai barua hiyo. Mzee Kwai akaisoma akasema, mmejitahidi vizuri sana. Basi mimi kesho nitaelekea Moshi. Inabidi uweke 100,000 huko. Kisha wao watarudisha majibu na kujua kiwango cha mahari ni kiasi gani. Basi ni sawa tu, hamna shida. Roy akatoa pale kibunda cha pesa kilichokuwa kimekunjwa na kisha akamkabidhi mzee Kwai kiasi hiko cha pesa. Basi tutawasiliana mimi nikishafika huko Moshi. Sawa mzee. Kweli bana. Wakatoka ndani ya eneo hilo la siri na mzee Kwai akalifunga. Wakarudi kwenye nyumba ya mzee Kwai iliyopo hapo shambani. Sasa migomba mimi nikaisi labda ni Moshi tu pekee ndio inastawi. Roy alizungumza huku akitazama migomba mingi iliyopo eneo hilo. Migomba sio Moshi tu. Migomba ina maeneo mengi ambayo inastawi. Kweli walipata kifungua kinywa pamoja na kisha wakaondoka eneo hilo na kumwacha mzee Kwai shambani kwake. Oya bro, niambie Roy. Kaka, usije ukamweleza mke wako chochote. Acha tuangalie hii game jinsi inavyokwenda. Wala hata usijali. Bobby alijibu hivyo huku akiendelea kuendesha gari hilo kwa mwendo wa taratibu wakitoka eneo hilo la shambani. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Nadia. Nadia alizungumza kwa kumuita Naima, akasema, Naima, unajua nimepokea hii taarifa, hebu ifanyie kazi shosti yangu, hebu iangalie kwanza. Nadia alizungumza huku akilituma faili la PDF kwenye simu ya Naima. Naima akafungua faili hilo lenye picha ya nyumba pamoja na picha ya mwanaume ambaye maandishi yalikuwa yanasomeka, ni daktari ambaye anaingia nchini saa 5 asubuhi ya leo. Ni daktari anayetumika katika kubadilisha sura za watu. Hivyo nimeshaweka mtu wa kupita naye akishashuka tu ndani ya ndege. Maandishi yalisomeka hivyo. Naima sasa kauliza, na hii nyumba? Nadia akasema, hapo ndipo alipojificha Sebastian Don Bosco. Hivyo kuna timu ya makomando 10 ipo njiani inaelekea kwenye hiyo nyumba. Tunahitaji video za drone.
Naima akaitikia sawa, akaifungua pale laptop yake na kuiweka juu ya meza. Akaelekea chumbani kwake, akachukua pale drone moja yenye umbo la ndege, akaiwasha na kisha akaipaisha angani. Akarudi sebuleni na kuanza kuiendesha kuelekea ilipo nyumba hiyo, akifuatisha ramani anayoiona kwenye laptop yake iliyokuwa inaelekeza eneo ilipokuwa hiyo nyumba. Macho ya Nadia yote yapo kwenye TV kubwa iliyopo sebuleni hapo, inayoonyesha video kutoka kwenye drone hiyo yenye kamera mbili zenye uwezo kurekodi kwa uwezo wa 4K. Nadia akatoa earphone mbili kwenye kisanduku kidogo cha kuhifadhia earphone hizo ambazo ni wireless, akamkabidhi Naima moja na akaivaa sikioni mwake. "Mnanisikia?" Nadia alizungumza hivyo. "Ndio mkuu." "Okay, sawa. Mnaunganishwa na drone sasa hivi, okay?" "Okay, poa." Naima akaminya pale button za laptop yake na kisha akanyoosha dole gumba. "Mmepata connection?" "Ndio mkuu. Drone imeshafika eneo la tukio kwa juu, na mimi mnaona ninachokiona mimi." "Ndio mkuu." Kiongozi wa kikosi hiko cha makomando wa Scorpion walikuwa wamevalia nguo nyeusi, huko vichwani wakiwa wamevalia mabushori ya rangi nyeusi yaliyokuwa yameacha macho tu wazi. Gari 3 aina ya Toyota Alphard rangi nyeusi zenye makomando 10 wenye mafunzo ya hali ya juu zikasimama mita chache kutoka ilipokuwa nyumba iliyojificha Bwana Sebastian Don Bosco, huku kukiwa kuna walinzi 6 wanaolinda eneo hilo. Operesheni hii ni ya kimya. Kila mmoja afunge kiwambo cha kuzuia sauti ya risasi. Kiongozi wa timu hiyo alizungumza na wakafunga pale viwambo vya kuzuia sauti ya risasi kwenye bastola zao pamoja na bunduki kubwa walizokuwa wamezishika. Wakasema, "Mkuu, tupo tayari." Kiongozi wa makomando hao alizungumza huku akitazama nyumba iliyopo mbele yao mita chache. Nadia alishusha pumzi taratibu huku akiwa mtazama Naima aliyekuwa amekaa kwenye sofa. Naima akanyosha tena ishara ya dole gumba. "Okay, mnaweza mkaendelea." Nadia alizungumza huku akiwa amesimama mbele ya TV hiyo, huku akiwa ameikunja mikono yake. Aliona makomando wake wakishuka kwenye gari hizo 3 na wakaanza kutembea kwa mistari mitatu iliyonyoka kusogelea ukuta wa nyumba aliyojifichia Bwana Sebastian Don Bosco. Msikilizaji, kwa ndani tunapata kumwona Sebastian Don Bosco akizungumza kwa kusema, "Mwanangu, chai iko tayari." Sebastian Don Bosco alizungumza huku akiwa na sinia lenye vipande vya mikate, mayai mawili ya kuchemsha pamoja na vipande 4 vya sausage. "Baba, sijisikii kula." Maria alizungumza huku akimtazama baba yake ambaye taratibu akaweka sahani hiyo juu ya meza pamoja na kikombe chenye chai. "Baba, ni kitu gani umefanya mpaka tuko hapa?" "Usijali mwanangu, kila kitu kiko sawa. Na kuomba uwe na amani. Tupo sehemu salama mwanangu." "Baba, mimi siwezi kuamini kila kitu kipo sawa. Ili hali mimi nimetekwa. Nimetolewa Marekani mpaka nafikishwa hapa, sielewi ni nini kinachoendelea baba. Mara watu walionichukua wauawe mbele yangu. Hebu nieleze ni kitu gani kinachoendelea?" Mtoto huyu Maria alizungumza kwa msisitizo huku machozi yakimwagika. "Baba, mimi nilishakwambia uachane na biashara haramu. Kwa nini upendi kunisikia?" "Nisikilize mwanangu. Hizo biashara ni kama ulevi. Ukiingia huwezi kutoka. Na kikubwa nitafanya kila liwezekanalo wewe uwe na maisha salama mwanangu." "Hiyo sio sababu ya msingi. Niambie nini kimetokea baba." "Kuna watu walivamia moja ya maabara yangu ya majaribio. Wale watu niliweza kuwatumia watu kuwakamata ili niwashughulikie. Kwa bahati mbaya kuna watu wanafanya kazi pamoja na wale watu na wana nguvu kubwa kwenye hii dunia. Hivyo wale watu ndio waliokuteka pale walipotambua kwamba mimi ndo niliowateka." "Kwa hiyo siri yako ya kuwa wewe ni Evil Game wameijua?" "Ndio mwanangu, wameijua. Haikuwa jambo rahisi kwa mimi kujulikana. Uhalisia wangu
Ni ngumu mno mtu kujua, ila watu wenye uwezo wa kushughulikia kila mtu mpaka mimi mwenyewe waliweza kugundua. Kwa niliamua kukimbia makazi yangu kule Afrika Kusini. Na nilivyogundua tu kwamba unaletwa hapa nchini Tanzania, basi nikaona nije kukomboa. Ili niweze kuomba hifadhi kwa rafiki yangu ambaye ndo rais wa hii nchi. Kwa hiyo rais na timu yake ndio waliokuokoa kutoka kwenye mikono ya wale washenzi. Na huko nje mwanangu, ni unalindwa na makomando ambao kwa namna moja ama nyingine niseme kwamba tupo salama kabisa binti yangu, wala hata usiwe na wasiwasi. Hakuna mtu wa kutuvamia sisi hapa. Kwa hiyo baba, tunaendelea kukaa hapa hadi lini? Hakuna daktari mmoja hivi anakuja kutubadilisha hizi sura zetu. Tunakwenda Russia kwa muda. Kule tutakaa mpaka ili sakata hili litakapoisha kabisa. Baba, unahisi biashara zangu nani ataziendesha? Mwanangu, kwa sasa usalama wako ndo kila kitu. Sawa? Hadi sisi kuwa hapa nimemwaga mamilioni ya pesa ili tuendelee kuishi kwa amani. Sijui unanielewa? Ndiyo baba, ila mimi moyo wangu hauna amani kabisa. Usijali binti yangu. Kila kitu kitakuwa tayari. Ila baba, naomba kama tukitoka hapa niahidi kuwa kwa kuapia jina la mamangu aliyopo kaburini kwamba utabaki kuwa na biashara halali tu pekee, biashara haramu yote utaacha. Mimi naapa kwa jina la mke wangu kipenzi ya kwamba nitabaki kuwa na biashara halali tu. Nitaachana na habari zote za biashara haramu. Naam, hapo Bwana Sebastian Don Bosco alizungumza huku akiwa amenyoosha kiganja cha mkono wa kulia juu na kumfanya Maria tabasamu. Naomba chai. Nimekuandalia kile unachokipenda mwanangu. Sio mimi najua unapenda nini mwanangu. Bwana wewe Maria wewe. Don Bosco alizungumza huku akimtazama binti yake jinsi alivyokuwa amejawa na tabasamu ambalo linamkumbusha sura halisi ya mkewe, kwani mtoto wake huyo alikuwa amefanana kwa asilimia kubwa mno na mkewe. Tam, Maria alizungumza huku akitafuna kipande cha sausage. Mimi hii nimekaanga. Kabla hajamaliza kuzungumza, mlio wa risasi nje ulimshtua sana Bwana Sebastian pamoja na binti yake Maria, aliyejikuta akiisogeza pembeni sinia yenye chakula, akaiweka kitandani. Baba, ni nini? Maria aliuliza huku akitetemeka, na ndipo hapo Bwana Sebastian Don Bosco ilibidi kwanza akimbilie dirishani akachungulia nje, akauona mwili wa mmoja wa walinzi wake wanaomlinda ukiwa umelala chini kwenye dimbwi la damu. Mlango wa ndani kwao ukafunguliwa kwa kupigwa teke. Mkuu, tumevamiwa. Tuondokeni. Komando huyo alizungumza huku jasho likimwagika. Milio ya risasi iliendelea kurindima nje, na huku makomando watatu waliobaki nje wakiendelea kujibu mashambulizi kwa makomando wa shirika la X. Bwana Sebastian akasema, Sasa tunakwenda wapi? Sebastian aliuliza huku akimshika mkono binti yake Maria. Mabomu matatu ya kurusha kwa mkono yakarushwa eneo walipokuwa wamejificha makomando watatu na kusababisha mlipuko mkubwa mpaka madirisha ya vioo vya nyumba nzima vikachanguka. Makomando wa X wakapata wasaa wa kuzama ndani ya nyumba yote. Wametokea huku, alizungumza komando mmoja huku akitokea mlango wa nyuma wa dharura, ambapo ndipo alipopita mlinzi Sebastian pamoja na Maria. Akafika kwenye ukuta, akakuta kigeti kidogo kikiwa kiko wazi. Akachungulia na kuwaona wakikunja kona ya mtaa huku akikimbia kwa kasi mno. Komando huyo akasema, wapo huku. Komando huyo alizungumza huku akikimbia kwa kasi, huku wenzake watatu wakiwa wanamfuata kwa nyuma. Wengine piteni njia ya kulia. Nadia alitoa maelekezo, kwani Nadia anayeongoza droni hiyo alikuwa anawafuatilia Sebastian na wenzake wanapokimbilia. Mzee, kimbia na mtoto, msigeuke nyuma. Acha mimi niwazuie, kimbieni. Mlinzi huyo aliyekuwa amesalia alizungumza kwa kumuhimiza Sebastian na mtoto wake wazidi kukimbia. Mlinzi huyo yeye akajibanza kwenye nguzo moja ya umeme. Sebastian alibidi amshike mtoto wake Maria mkono aliyekuwa amemwacha nyuma, na akazidi kukimbia naye kwa kasi mno.
Mlinzi huyu aliyebaki akafyatua risasi mfululizo kuelekea kwa makomando waliokuwa wanawafukuzia. Komando kwa uzuri aliliona shambulizi hilo, akajirusha hewani na akajibiringisha upande wa pili na risasi zikapita. Wenzake nao wakamfuata kwa nyuma, wakafyatua risasi mfululizo kwenye nguzo ya umeme alikuwa amejificha mlinzi aliyekuwa anajitahidi kutekeleza majukumu yake. Risasi moja ikampata begani. Akajitahidi kufyatua risasi kwa mkono wake wa kushoto, ila akazidiwa, kwani mvua risasi zaidi ya 8 zikampata mwilini mwake barabara, akafa hapo hapo. Makomando watatu wakazidi kukimbilia eneo alipokuwa amekimbilia Sebastian Don Bosco na binti yake Maria, huku komando aliyebaki nyuma akaukagua mwili wa mlinzi huyo na akathibitisha kuwa amefariki. Anakuja uelekeo wenu, kweni makini, Nadia alitoa maelekezo huku akitazama jinsi Sebastian na binti yake Maria wakiwa wamekaribia kwenye kona ya mtaa ambayo makomando wake pia walikuwa wanasubiria hapo. Kitendo cha Sebastian Don Bosco kujitokeza tu, akakutana kundi la makomando kama 6 wakiwa na silaha. Wakaambia, rudi nyuma mwanangu. Oya, rudi nyuma. Sebastian Don Bosco ilibidi sasa binti yake huyo amsogeze nyuma ya mgongo wake. Sebastian akakunja ngumi huku jasho likimwagika, akihema vibaya mno. Baba, Maria aliita na kumfanya bwana Sebastian kugeuka nyuma. Akakutana na makomando wengine 3 wakiwa na silaha, kitu kilichomfanya bwana Sebastian Don Bosco awekwe mtu kati. Alijikuta na nyong'onyea kwa sababu alikuwa hana ujanja wa kufanya tena, kwani eneo alipo halina hata kichochoro kitakachomwezesha yeye kutoroka, yeye na mwanae. Basi kama ni hivyo nichukueni mimi, lakini naombeni mumwachie binti yangu. Binti yangu hana kosa lolote. Sebastian Don Bosco alizungumza hivyo, lakini muda huo, msikilizaji, unaambiwa jasho lilikuwa likimwagika usoni mwake. Makomando wawili walimtuliza, wakamvisha kigunia kichwani mwake, huku wengine 2 wakimvalisha Maria kigunia cheusi kichwani mwake na kuwafanya wasiweze kuona ni wapi wanapopelekwa. Makomando hao wakazifuata gari 3 zilipokuwa, wakafika eneo hilo na gari hizo 3, huku Sebastian akipakizwa katika gari yake na Maria akipakizwa katika gari yake, yaani walipakizwa kwenye gari tofauti. Piteni njia ya kulia kwenu, kushoto kuna gari za polisi zinakuja, Nadia alizungumza huku akitazama gari za polisi zitakazokaribia kufika katika nyumba aliyokuwa amefichwa bwana Sebastian Don Bosco. Madereva wenye ujuzi wa hali ya juu wakaigeuza gari hizo kwa kasi ya ajabu mno, huku zikitimua vumbi na kuondoka hilo eneo la tukio kwa mwendo wa kasi sana, huku droni ilikuwa ikiendelea kuwafuata kwa juu kuangalia ni njia gani haina foleni, wakifuatisha maelekezo waliokuwa wanapewa na Nadia. Sasa mpo salama kuelekea kwenye safe house, Nadia alizungumza huku akitazama gari hizo zikiwa zinachanja mbuga kuelekea nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Msikilizaji, tukiachana na zoezi la kutekwa kwa bwana Sebastian Don Bosco, upande wa pili, sherehe za maonyesho za makomando waliokuwa wameandaliwa kwa ajili ya kumlinda rais zikazidi kupamba moto. Muda huo naambiwa rais akiwa amejawa na furaha kutazama vijana wabichi kabisa waliokuwa imara na wenye morali ya kulitumikia taifa, walikuwa wakifanya vitu ambavyo kwa mara kadhaa amekuwa akivishuhudia kwa uchache sana kwenye maadhimisho ya sherehe za uhuru. Ruben alitoa simu yake mfukoni, alisoma ujumbe aliokuwa ameandikiwa ya kwamba bosi, nipigie, kuna dharura ya haraka. Ruben akamwambia mheshimiwa rais kwa kumnong'oneza, bwana mheshimiwa, naongea na simu mara moja. Ruben alimnong'oneza hivyo mheshimiwa rais. Ruben alitoka ndani ya ukumbi huo, akapiga pale namba iliyokuwa imemtumia message, akamuuliza, vipi, kuna nini huko? Ruben alizungumza kwa sauti ya kuamrisha, akaambiwa, mkuu, kumetokea uvamizi katika safe house. Walinzi wote wameuawa, mwili wa mmoja tu tumeukuta mtaa wa pili, inaonyesha alikuwa anawatorosha. Ruben kwanza aliposikia taarifa kwanza alikunja ngumi, huku akiwa na hasira kubwa mno.
Sasa hizi taarifa mnanipa kwamba mmeshawakamata ama ni vipi? Hapana mkuu, msako mkali bado unaendelea na hatujui ni wapi alipo Sebastian pamoja na binti yake. Shit. Na kurudia. Sawa mkuu. Ruben alikata hiyo simu. Ilibidi sasa arudi ndani. Akamsogelea Mheshimiwa Rais alipokuwa ameketi na kisha akamnong'oneza, bwana mheshimiwa, eneo la tukio tulipomficha Sebastian Don Bosco na binti yake kumevamiwa na vijana wetu wote 6 wameuawa na Sebastian na mwanae hawajulikani ni wapi walipo. Rais alipopewa taarifa hizi kwanza alitabasamu huku akitazama maonyesho hayo, ila rohoni mwake Mheshimiwa Rais alianza kuhisi makasiriko ambayo anajitahidi kutokuyaonyesha usoni mwake. Ruben akamuuliza, Mheshimiwa Rais, sasa tunafanyaje kwenye hili? Rais akasema, tulia bwana mdogo. Rais alijibu neno moja tu huku akitazama makomando wakiendelea kuonyesha mapigano ya taekwondo. Ni akina nani wamefanya huu ujinga? Rais alijiuliza na jibu likatua kichwani mwake kwa kuiona sura ya Nadia. Huyu malaya mzee kujibu mashambulizi, nitamwonyesha kwamba mimi ni mafia kuliko vile anavyonichukulia. Sijaiongoza hii nchi kwa bahati mbaya. Mimi ni mkakati nilokuwa nimeendelea toka utotoni. Sasa Yesu anajifanya Scorpion. Sasa mimi ndo Mheshimiwa Rais, nitamwonyesha. Rais alizungumza kwa jazba kimoyomoyo huku akijikalisha vizuri na hasira ikiendelea kumtafuna moyoni mwake. Ruben, hebu njoo hapa. Hebu sikiliza. Mpigie waziri mkuu. Mpe maagizo ya kwamba hakikisha ulinzi wa majeshi yote unaimarishwa kuanzia majini, angani, nchi kavu na kila sehemu. Leo tunaupokea mwili wa marehemu Rais Max. Hivyo matukio kama hayo yanashtusha sana wageni wetu wanaokuja kuhudhuria mazishi. Nahitaji ulinzi uimarishwe zaidi. Sawa Ruben? Sawa mheshimiwa. Ruben alisimama na kurudi nje na hapa akampigia waziri mkuu. Alimpatia hayo maagizo. Ruben alijifikiria kwa muda na alihisi aliyehusika na tukio hilo atakuwa ni Nadia na vijana wake wa Scorpion. Ruben akajizungumzia moyoni huku akisema, huyu demu sisi hatujui, anatuletea uarabu koko wake kwenye biashara za watu, yatamtokea puani. Ruben alizungumza hivyo huku akirudi ndani ya ukumbi huo. Maonyesho na mbio alizidi kupamba moto na yakamalizika ndani ya muda mfupi na vijana wote walipitishwa katika timu maalum inayomlinda rais. Baada ya sherehe hizo, Mheshimiwa Rais aliagana na wanafunzi pamoja na wakufunzi wote wa ukomando ambao wengi huingia katika majeshi kwa kazi maalum za kiusalama, ila wengi wao wanabaki katika shirika la X ambalo ni shirika la ujasusi. Helikopta zikaanza safari ya kurudi Ikulu huku rais muda wote akionekana kuwa ni mtu mwenye mawazo. Ndani ya safari ya muda, helikopta zikatua katika viwanja vya Ikulu na rais alikaongozana na Ruben hadi ofisini kwake. Rais akauliza, wamefikia wapi? Nataka kujua. Mheshimiwa, ni kwamba wanaendelea kuwasaka waliofanya hilo tukio. Ruben, mbona mambo yanapandiana kwa namna hii? Yaani kwa nini mambo yanapandiana kiasi hiki? Naam, Mheshimiwa Rais alizungumza huku akigonga meza ofisini mwake kwa nguvu. Hasira iliyokuwa imejificha ndani yake sasa alikuwa anaionyesha wazi wazi nje ya uso wake. Nisikilize Ruben. Mimi huyu nitamuua huyu malaya. Lazima afe. Rais alizidi kufoka huku Ruben akiwa kimya kabisa. Na daktari wake amefikia wapi? Alikuwa anakuja kumfanyia upasuaji wa sura. Sijawasiliana na kijana. Acha kwanza nimpigie mara moja. Ruben alijibu. Na hapo ndipo Mheshimiwa Rais alikubali kwa kutingisha tu kichwa.
Ruben ilibidi apige simu kwa kijana aliyekuwa amemwagiza kumpokea huyo daktari wa kuja kubadilisha sura Sebastian Don Bosco pamoja na binti yake. Halo mkuu. Umefikia wapi? Bado nipo uwanja wa ndege. Na ndege iliyopanda imeshafika ni saa 1 sasa. Ila sijaweza kumuona huyo daktari. Umefuatilia vizuri kwenye listi ya abiria? Ndiyo mkuu. Nimeingia mpaka kwenye kaguzi za CCTV kamera za hapo uwanjani. Ila sijamuona huyo daktari, na wanadai ya kwamba alipanda kwenye ndege, ila wanahofia kwamba anaweza kuwa ameshukia Nairobi. Nairobi? Ndiyo mkuu. Ruben hakutaka kuendelea na maongezi na huyo kijana wake, akakata simu. Na hapo ndipo Mheshimiwa Rais akauliza, Ruben, kuna nini tena? Mheshimiwa, inasemekana daktari wanadai ya kwamba hajatua uwanja wa Julius Kambarage Nyerere na wanahisi ameshukia kwenye uwanja wa ndege Nairobi. Yaani kwa nini sasa ashukie Nairobi? Hata mimi sifahamu Mheshimiwa. Ruben, umewasiliana naye sasa huyo dokta? Ama ndo nampigia hapa. Ruben alijaribu kupiga namba ya daktari kwa kupitia WhatsApp call, ila kwa bahati mbaya namba haikupokelewa. naona hapa apokei. Ruben, hebu fuatilia bwana. Sawa Mheshimiwa. Unahisi ni nani kamteka Sebastian pamoja na mwanae? Mheshimiwa, unajua kwa 100% aliyehusika hapo atakuwa tu ni Nadia. Unajua Ruben, umewaza kama nilivyowaza mimi. Huyu malaya ametaka vita na sisi. Sasa mimi nitampatia vita ambayo hatoka amini ya kwamba hiyo scorpion yake sijui hatuamini kama itaweza kumwokoa shenzi zake. Mheshimiwa Rais, una mpango gani kwani? Nisikilize Ruben, kwa sasa sina mpango. Acha nifikirie na kisha nitakueleza nini ambacho nimekiwaza. Sawa Mheshimiwa. Naam, msikilizaji. Hapo Ruben alitoka ofisini kwa rais na kuelekea ofisini kwake kwa ajili ya kuendelea kutengeneza mazingira ya kuanza kazi mara moja. Alienda kutengeneza mazingira ya kuanza kazi kwa mara moja. Makomando ambao watakaomlinda Mheshimiwa Rais, ambao kwa sasa makomando hao wapo njiani wanakuja ikulu ya jijini Dar es Salaam. Naam, msikilizaji, upande wa pili. Sawa mkuu. Alexi mara baada ya kupokea maelekezo ya ramani nzima ya safari ya Dr. Alex Arnold aliwahi kufika uwanja wa ndege na akakutana pale na mhudumu. Alimpatia tiketi ambayo ni ya ndege inayoondoka alfajiri kuelekea nchini Tanzania, huku siti aliyokuwa amekatiwa ni siti ya pembeni na Dr. Alex Arnold. Akamwona Dr. Arnold akifika uwanjani hapo akiwa na begi lake kubwa. Hakutaka kusalimiana naye kwa wakati huo kwa sababu anatambua mchongo mzima alivyoelekezwa na Nadia. Muda wa abiria kuweza kuingia ndani ya ndege uliwadia na akawa wa nyuma kabisa kuingia katika hiyo ndege. Alijifanya kama kuitafuta siti yake na akafika alipokuwa ameketi Dr. Alex Arnold, ambaye wanafahamiana naye sana kwani ni mtu ambaye amekutana naye mara kwa mara, na kuna baadhi ya kadi ambazo alikuwa anazipeleka kwa dokta huyo kwa kumwakilisha Sebastian Don Bosco. Aha. Wajina, habari yako bana? Salama tu dokta, za kwako? Mungu anaipigania afya yangu bana. Alexi alikaa huku akimtazama dokta huyu kwa tabasamu. Msikilizaji, usijichanganye. Huyu jamaa anaitwa Alexi na hata dokta pia anaitwa Alexi vivyo hivyo, na ndio maana amemkaribisha kwa kumwambia Wajina. Alex, kimetokea nini kwani kwa bosi wako? Dokta huyo Alex Arnold alimuuliza swali hilo Alex kwa sauti ya kumnong'oneza ili abiria waliopo pembeni au nyuma yao wasisikie chochote. Alex akasema, kuna issue imejitokeza hivyo inabidi uweze kumshughulikia. Sawa.
na kuna huyu mtu amenipigia, ameniambia ni msaidizi wa rais wa Tanzania. Mnafahamiana naye? Dokta huyu Alex Arnold aliendelea kuzungumza kwa sauti ya chini mno. Hao ni marafiki wanaompatia hifadhi kwa sasa, hivyo ilibidi ampatie namba yako ili wasiliane naye. Kijana huyu Alex, kijana wa Nadia aliyetumwa kuja kumteka huyu dokta, aliongea hivyo kwa sababu alikuwa ameshapewa taarifa kamili za upelelezi. Dokta akasema sawa, pasipo kujua kwamba dokta anakwenda kutekwa kwenye mtego mwepesi kabisa. Daktari huyu akakaa kwa amani kabisa, akiamini Alex ni mtu salama kwa upande wake. Safari ikaanza, huku ndege ikipaa na kuacha anga la nchi ya Afrika Kusini na kutafuta anga la Afrika Mashariki. Alex huyu kijana wa Nadia alitazama saa yake ya mkononi na ilikuwa imeshakatika masaa 2 toka safari imeanza. Alex akajifanya kama kusoma ujumbe kwenye simu yake na kisha akamgusa huyu Dr. Alex aliyekuwa amejilaza. Dokta alishtuka na ndipo Alex akasema, "Dokta, nimepokea maelezo ya sisi kushuka Nairobi, Kenya, na kisha pale tutapokelewa na mtu atakayetupeleka nchini Tanzania kwa gari." Sasa kwa nini tushukie Kenya? Watu wanaomuinda boss ili wamuue wanaweza kutuweka kwenye target, hususan wewe. Hivyo plani zimebadilika, na kama wakitusubiria uwanja wa ndege wa Dar es Salaam, basi sisi tutashuka katika uwanja wa ndege wa Nairobi. Sawa Alex, nimekuelewa, hakuna shida. Dr. Alex hakuwa na wasiwasi wowote kwa sababu anamtambua huyu Alex kwa asilimia nyingi sana. Alex anayependelea kumuita pacha wake kwa sababu Alex ndiye aliyekuwa mlinzi wa karibu mno na bwana Sebastian Don Bosco. Kwa hata huyu Dr. Alex Arnold akawa anamwamini Alex, asitambue ya kwamba Alex huyu ni anatumika na Nadia. Basi bwana, ndege ikatua katika jiji la Nairobi. Wakashuka uwanjani hapo, walitoka nje ya uwanja na wakapokelewa na kijana wa Scorpion. Waliingia ndani ya gari aina ya Range Rover na kisha wakaondoka uwanjani hapo. Dr. Alex akasema, unajua na usingizi sana, mimi acheni nipumzike. Dr. Alex Arnold alizungumza huku akiilaza siti ya nyuma aliyokuwa amekalia, akaendelea kuchapa usingizi. Sasa huyu Alex kijana wa Nadia akasema, "Mzigo." Alex alizungumza na dereva akamkabidhi kichupa chenye dawa pamoja na bomba la sindano. Alex akanyonya dawa hiyo kwa kutumia bomba hilo la sindano na kisha akamchoma kwa kumshtukiza huyu dokta shingoni mwake. Dokta alijaribu kukurupuka ila alishindwa, kwani tayari dawa hiyo ilikuwa inaukosesha mwili wake nguvu ndani ya sekunde 2 tu kuingia mwilini. Tayari ilishaanza kufanya kazi dawa hiyo kwa kusambaa tena kwa kasi kweli kweli kwenye damu. Dokta akalala usingizi wa 444 ambao ulikuwa unawapa sasa Alex na dereva wake wasaa mzuri wa kuweza kufanya kile wanachotaka kukifanya pasipo dokta huyo kuweza kunyanyuka. Alex akaipiga namba ya Nadia. "Ndio Alex, nakusikia." "Madam, kazi imeisha, tuko Nairobi." "Okay, vizuri Alex. Kueni kwenye nyumba ya siri kwa sasa. Hatuna kazi naye huyo na tayari kazi kwa Dar es Salaam imeshakamilika." "Sawa madam." Hapo simu ikakatwa. "Oya, sikiliza. Tuenze tu safe house." "Sawa." Naam, Alex alikunja nne kwani mambo yalikuwa yanazidi kumnyokea, kwani anachokitamani kutokea ni Sebastian na mwanae wafariki dunia ili mali anazozimiliki, mali anazozijua za bosi wake na mamilioni ya pesa katika akaunti za siri na magodauni ya siri yaliyojengwa chini ya ardhi futi nyingi sana kwenda chini, adhirisi yeye. Very soon naenda kuwa bilionea. Tena sio pesa za madamu, bilionea wa madola. Alex alitabasamu huku akitazama mandhari ya jiji la Nairobi, jinsi lilivyojengwa majengo marefu kwenda juu. Msikilizaji, upande wa pili. "Baby, mbona toka ulivyorudi huna furaha? Nini shida?" Badiledi alizungumza kwa sauti ya mahaba huku akiingia chumbani kwao akiwa ameongozana na Bobby. Taratibu Bobby alijilaza kitandani.
Nimechoka mke wangu. Pole, ila nakutambua ukiwa umechoka ama hujachoka. Unakuwa katika hali gani yote natambua. Niambie ni nini kinakusumbua akilini mwako mme wangu? Nikuuliza swali. Ndiyo. Hivi Bad Lady, ni unanipenda kama mwanaume wa maisha yako au kuna kitu umekuja kukifanya kwenye maisha yangu kwa maslahi yako wewe binafsi? Naam, swali la Bobby lilimshtua kidogo Bad Lady. Taa nyekundu ya hatari iliwaka kilini mwake, na hapo alianza kuhisi kuvuja kwa siri yake ambayo Nadia ndiye aliyekuwa anaitambua, na yeye hajui ni wapi Nadia alipoitoa siri ya kumjua yeye. Bad Lady ilibidi endelee kuzuga. Mme wangu, kivipi? Sijakuelewa. Bad Lady alijifanya kutokuelewa alichoulizwa na Bobby. Bobby akarudia kwa kusema, nisikilize Bad Lady. Maana yangu ni kwamba unanipenda kama mumeo au upo kwa ajili ya kutekeleza misheni yako kupitia mimi? Mume wangu, natambua mimi na wewe tumekutana kwenye mazingira kiuhalifu. Najua mimi moyo wangu umekupenda wewe kutoka moyoni baby. Sijakujua kwenye maisha yako, yaani sijaja kwenye maisha yako kukamilisha misheni yoyote ile. Hebu nitazame. Bobby alizungumza kwa upole huku akimshika Bad Lady mashavu yake. Hapa tumboni mwako umebeba kiumbe changu, kiumbe ambacho kinasikia mazungumzo haya mimi na wewe, kiumbe ambacho kinatamani wazazi wake tuishi hadi pale atakapojitambua na kujitegemea maisha yake. Wewe una siri zako, hilo sikatai, na mimi na siri zangu, hilo liko wazi. Ila tunapokwenda kuwa mwili mmoja, ni lazima tujue ni namna gani ambavyo tutaelezana mambo ambayo hata kama likitokea siku la mmoja wetu linaharibika, basi tunajua ni wapi pa kuanzia na jinsi gani tunaweza kubebana. Mke wangu, hebu kuwa mwazi kwangu hata kwa jambo moja tu, ili moyo wangu ukapate kuwa na amani na nguvu ya kuweza kupiga hatua moja ninayoitaka kuipiga kuanzia sasa. Hatua gani baby? Nisikilize Bad Lady. Nataka uwe mke wangu halali wa ndoa. Nataka nikuoe kidini kabisa, ili mbingu zituunganishe milele na milele. Ila kabla ya kufanya hivyo, ni lazima tuelezane siri zetu za ndani, siri ambazo hazitahatarisha mapenzi yetu hata zitakapokuja kuweza kutoka hadharani, siri ambazo zitatufanya tupiganie upendo wetu na familia yetu hadi dakika ya mwisho. Naam. Kwa maneno hayo, Bad Lady kwanza alishusha pumzi huku machozi yakimlenga-lenga, kwani kuzungumza kwa sauti ya upole na iliyojaa mapenzi ya Bobby kunamfanya Bad Lady kulainika moyoni mwake, na akajiona ni mkosaji anapoificha siri ambayo tayari Nadia ameshaitambua. Tafadhali mke wangu, niambie ukweli. Najua ipo siku itabidi nichague mambo mawili, nchi na familia yangu, ila siku zote tunasema familia ndio kitu cha umuhimu kuliko kitu chochote. Hivyo kwenye kuchagua, basi nitachagua familia. Naam. Bobby alizungumza huku machozi yakimlenga-lenga na kumfanya Bad Lady kumwagikwa na machozi mfululizo. Najua utanichukia kwa hili nitakalokuambia, ila ni heri kukueleza kwa kinywa changu kuliko kulisikia kwa mtu mwingine. Ya kuwa huru tu mke wangu, niambie. Nataka kumuua rais, na nitamuua kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Lazima nimuue. Kauli ya Bad Lady kwanza ilimfanya Bobby kutokwa na macho ya mshangao, kwani alitegemea Bad Lady akiri kuwa yeye ndiye aliyemteka rais, ila kauli ya kutaka kumuua rais bado ilikuwa na uzito mkubwa mno kuliko hata ile ya kutekwa kwa rais. Bobby taratibu akavishika viganja vya mke wake Bad Lady huku akimtazama usoni mwake. Mke wangu, ni kwa nini unataka kumuua rais?
Bobby aliuliza kwa sauti ya upole. Taratibu Badiledi alijifuta machozi kwa kiganja cha mkono wake wa kulia. Ni stori ndefu mume wangu, ila kwa sasa nitakueleza kwa ufupi. Rais kipindi alipokuwa kijana mdogo alimuua babangu kwa kumpiga risasi. Wewe ulijuaje? Nina video ya ushahidi. Video? Ndiyo. Inayomwonyesha rais akimuua baba yako? Ndiyo. Nimeishi maisha yangu kwa kujitahidi kutengeneza mfumo mzuri utakaolipiza kisasi kitakachomuumiza kama alivyoninyima mimi haki ya kumwona babangu kwa uhalisia zaidi ya kwenye video na picha. Badiledi alipoyazungumza hayo, Bobby alionekana kukaa kimya kwa sekunde kadhaa huku akimtazama Badiledi usoni mwake. Najua unafanya kazi na Mheshimiwa Rais na unamtumikia kwa utiifu wa kiapo chako cha majukumu. Unaweza kunikamata na kunisalimisha kwake, sitokulaumu kwa hilo, ila ni lazima malengo yangu yatimie. No, siwezi kukusaliti. Baby, wewe ni afisa wa usalama wa hii nchi. Wewe ni timu ya rais. Unaishi kwa kufuata taratibu na sheria za nchi yako, hivyo siwezi kukuharibia maisha yako. No. Hebu nisikilize Badiledi. Nipo na wewe kwenye kila hali. Nionyeshe hiyo video mke wangu, ili tutafute haki yako kwa taratibu za sheria. Mume wangu, huelewi. Sielewi nini? Hii ni the evil game, na kuicheza kwake kunahitaji uovu kuicheza. Ukiingiza haki, ukiingiza wema kwenye mambo kama hayo, mume wangu, siku zote utashindwa tu. Hebu niambie nini ambacho unahitaji mimi nikusaidie? Kwa sasa unachoweza kunisaidia mume wangu kwa sasa ni kuangalia afya yangu na mtoto wetu. Acha nijifungue, alafu mambo mengine yataendelea. Ila ukweli wa maisha yangu ndo huo hapo. Lazima nimuue Mheshimiwa Rais. Okay. Sawa, nimekuelewa mke wangu. Uwe na amani, na kitu kingine ambacho nataka kukwambia ni kwamba nahitaji tufunge ndoa. Uwe mke wangu wa halali. Kweli? Yes. Nahitaji nikuoe kwa ndoa ya kanisani, uwe mke wangu. Hapo taratibu Badiledi alimkumbatia Bobby huku akilia kwa furaha. Nilihisi ya kwamba utaniacha mara baada ya kukueleza ukweli. No. Kwa nini kuacha mke wangu? Hata ingekuwa ni mimi ningefanya unachokitaka kukifanya. Au ningefanya zaidi ya hicho ulichokifanya. Hivyo naelewa. Asante mme wangu kwa kunielewa. Jiandae kwa ndoa, sawa bebe? Sawa mme wangu. Naam, muda huo simu ya Bobby ilianza kuita. Alitoa mfukoni mwake, aliona ni Ruben ndiye aliyekuwa anampigia. Yes chief, nakusikia. Bobby, hebu njoo Ikulu wote wawili. Muda huu? Ndio. Uje na mwenzako. Simu ikakatwa na kumfanya Bobby kuitazama simu yake kwa sekunde kadhaa. Mke wangu. Tunahitajika Ikulu. Kuna nini? Ruben hajatuambia kwamba kuna nini. Acha tuende tukaone. Bobby alizungumza huku akirudi alipokuwa amekaa Badiledi. Alimbusu mdomoni mwake. Mke wangu baadaye. Lakini uwe makini. Usijali mke wangu. Bobby alizungumza hivyo huku akifungua drawer iliyopo pembezoni mwa kitanda. Akatoa pale bastola akaichomeka nyuma ya kiuno chake. Alifunika pale na shati lililokuwa ameliva. Alitoka ndani hapo akakutana na Roy kwenye corridor. Oya Roy, aise Ruben anatuhitaji Ikulu. Ikulu? Kuna nini tena kaka? Aje niambia. Okay sawa, nipe dakika moja. Roy alizungumza na akarudi chumbani kwake alipokuwa amemwacha mpenzi wake Nancy. Hey, nisikilize mke wangu, tunaelekea Ikulu.
Alizungumza hayo maneno Roy kumwaga mpenzi wake Nancy, na Nancy akasema sawa mume wangu, naomba tu uniletee zawadi. Na okay baby. Roy akampiga pale busu Nancy na kisha alitoka ndani hapo. Wakaingia ndani ya gari na kuondoka yeye na Bobby. Ukimya ulitawala ndani ya hilo gari. Oya kaka, niambie. Nimemweleza Nancy ya kwamba nimetuma mshenga kwao. Kasemaje? Wewe mtoto kachanganyikiwa kwa furaha, sikwambie mtu. Oya kanipa show mwanangu, show hatari. Mwanangu, oya kapagawa. Dogo ni ana furaha. Tuwaoe bwana, tumeshaishi nao kwa muda. Oya Bobby, mbona kama unaongea kinyonge kaka? Usiniambia kwamba umemwambia shemeji alichokisema mzee Kwai kule. Nimemdadisi Badiledi kwa maswali ya uchokozi na Badiledi amefunguka ukweli wake wote. Na anachokitaka sasa hivi ni kumuua Mheshimiwa Rais. Hey! We! Atakumuua rais? Yeah. Ameniambia na video ya ushahidi inayomwonyesha Mheshimiwa Rais akimuua baba yake kipindi alipokuwa mdogo. Hiyo video Scorpion ndo anayoitegemea unajua kwa kumshinikiza rais. Sijajua kama kuna ushahidi mwingine tofauti na huo. Aise, maskini dada wa watu. Oya Bobby, unajua Badiledi tulikuwa tunamwona ni gaidi. Tulikuwa tunamwona ni mtu mbaya. Kumbe mwanangu Badiledi ana matatizo nyuma sana. Ana matatizo mengi sana nyuma ya maisha yake. Wewe acha tu mwanangu. Dunia hii sio kila mwenye makosa ana makosa. Mengine hufanya makosa kwa kushinikizwa tu na waliofanyiwa nyuma ya pazia. Kwa kweli kaka. Sasa wewe una mpango gani mwanangu? Una mpango gani? Mpango gani kivipi? Yaani wewe na mke wako, demu wako yule na Badiledi mna mpango gani? Kumbuka sisi tunafanya kazi na rais kaka. Nisikilize Roy. Mimi nimemwambia Badiledi nataka kumoa na nitaendelea kuwa naye kama mke wangu. Hey, sasa mpango wake? Ameniambia kwamba kwa sasa anasubiria ajifungue na baada ya hapo mipango yake itaendelea kama kawaida. Wewe mwanangu, kazi ipo kwa mwanangu. Kwa nini utaruhusu rais auliwe? Roy alizungumza hivyo huku akipunguza mwendo wa gari na kisha taratibu akafunga breki. Alisimama nyuma ya gari lililokuwa limesimama kwenye taa za barabarani. Tuachane na hayo Roy. Kuanzia sasa inabidi tukae nao kwa akili sana. Hawa watu wawili. Kina nani? Ruben pamoja na wenzake wote. Unamaanisha Ruben na Mheshimiwa Rais? Ndicho ninachokiongelea hapa. Halafu kweli kaka. Unajua kwa nini nakwambia hivyo Roy? Ruben pamoja na Mheshimiwa Rais, hawa jamaa wana ajenda zao binafsi. Na tusipoangalia tutakuwa tunatumikishwa tu kwenye vitu ambavyo kesho na kesho kutwa wakishatoka madarakani sisi tutabaki na kesi za kujibu. Oe Bobby, unajua hilo mimi mwenyewe unajua nimelifikiria hilo. Unajua tulipaswa hii taa nyekundu hii ituakie tangu kwenye ile mission ya Somalia tulipotumwa kule. Unajua kama tulifikia tu ambayo hatukuwa na option B zaidi ya kujiua sisi wenyewe. Ile mission ilikuwa ni hatari sana kwa maisha yetu. Na kumbe tulichomwa mwanangu. Na mbaya zaidi, operation ile ya Somalia alikuwa anaisimamia Ruben peke yake. Na hapo ndipo kwenye uwalakin. Na mwisho wa siku bosi wa ile maabara leo hii wanamlinda na wanamwekea walinzi kabisa. Hivi kweli leo hii Mheshimiwa Rais anamlinda Sebastian Don Bosco serious? Mtu ambaye alitaka kutua. Unajua kakata mwenye nimepata kigugumizi sana. Yaani kwa nini wamlinde the evil game? Ikiwa majamaa walituvamia kabisa na walituteka. Japo wewe mwenzangu Bobby wewe ukubahatika wewe kutekwa. Haya. Je, tungefikishwa mimi na Nancy tunapopelekwa kule Afrika Kusini, tungekuwa kwenye hali gani? Ungekuwa umekufa mwanangu, na kama sio kufa ungekuwa ushapewa mateso ya kutosha sana. Umeona? Alafu hao kirahisi tu wanakuja kumlinda the evil game. Wanaua watu waliomteka mtoto wa jamaa. Watu ambao
walimteka huyo binti ili iwe rahisi mimi kuweza kuachiwa. Mwanangu Bobby, unajua hapa kuna harufu mbaya sana hapa ya uozo inayonukia kwenye hawa watu wawili. Rais inaonekana ana mambo yake mengi sana ya siri na uchafu mwingi sana nyuma ya siri. Alafu inaonekana anashirikiana na magaidi. Alafu wanatuita Ikulu. Mwanangu, hata Ikulu kwenye natamani hata tusiende. Roy alizungumza kwa hisia kali mno, huku akiliondoa gari taratibu, na wakaendelea na safari yao hadi wakafika katika geti la Ikulu. Wakatoa pale vitambulisho vyao, wakaruhusiwa kuingia ndani ya Ikulu. Roy aliendesha gari mpaka kwenye maegesho na wakashuka moja kwa moja wakaelekea katika ofisi ya Ruben. Wapambanaji. Karibuni sana wapambanaji. Ruben alizungumza huku akitabasamu. Washikaji wakasema tunashukuru, tumekaribia. Sasa bwana, sikilizeni wapambanaji, au sio? Poleni bwana, mimi sikuwa taarifu mapema juu ya hili na imekuwa ni jambo la kushtukiza. Leo bwana, kama mnavyofahamu, rais atakuwa uwanja wa ndege katika shughuli ya kuupokea mwili wa rais mstaafu Mzee Max. Hivyo nimeona mwe ni miongoni mwa watakaoongeza nguvu katika kumlinda mheshimiwa rais. Sawa, sisi muda wote tupo kazini. Vizuri sana. Mimi nawakubali nyie. Na mtakuwa katika mavazi yenu hayo ya kawaida. Vifaa vya mawasiliano vyote viko hapa na mtakuwa kwenye ring ya kwanza ya kumlinda mheshimiwa rais. Ruben alizungumza huku akitoa vifaa vya mawasiliano kutoka kwenye drawer yake na kisha kaviweka juu ya meza. Sasa nisikilizeni, rais anaelekea uwanja wa ndege. Anaelekea saa ngapi uwanja wa ndege? Anaelekea majira ya saa 9 hivi, na kwa mwendo wa dakika 40 atakuwa ameshafika uwanja wa ndege, na tunatarajia ndege iliyobeba mwili wa marehemu utafika hapa majira ya saa 10:30 hivi. Hivyo mjiandae kwa hilo. Okay, sawa. Sasa sikilizeni, mtakwenda kwenye jengo la walinzi na mtachukua silaha na vitu vingine kwa ajili ya ulinzi wa rais. Mnalisali moja la kujiandaa. Nitakuja kwenye jengo la walinzi kuwaeleza njia ambazo rais atapita kuelekea uwanja wa ndege, kwa sababu tayari wananchi wameshaanza kukusanyika barabarani kuhusubiria mwili wa mpendwa wao Rais Max. Okay, sawa. Sawa, mimi basi nitawakuta huko. Ruben alizungumza huku akinyanyuka kutoka kwenye kiti alichokuwa amekikalia. Walitoka ndani ya ofisi hiyo huku Ruben akielekea ofisini kwa rais, huku Bobby na Roy wakielekea kwenye jengo la maofisa wanaomlinda rais. Ruben aliingia ndani ya ofisi ya mheshimiwa rais. Mkuu, timu ya vijana wote imeshafika Ikulu na ninakwenda kuwapatia maelekezo ya safari ya kuelekea uwanja wa ndege na taratibu zote za ulinzi. Sawa Ruben. Na mimi hapa namalizia kupitia hizi taarifa hapa. Sawa mheshimiwa rais. Je, umefanya maamuzi gani kwa kitendo kilichofanywa na Scorpion? Ruben, hebu acha kwanza hili la msiba kwanza lipite. Kuna viongozi wengi sana wa mataifa mbalimbali wataanza kuingia kuanzia kesho. Kikubwa ulinzi uimarishwe. Wana usalama wawe kwenye kila kona ya huu mkoa. Sawa mheshimiwa. Ruben alitoka ndani ya ofisi ya mheshimiwa rais, alielekea kwenye jengo lenye ofisi za walinzi wa rais. Aliwakuta walinzi maalum wa rais wote wakiwa wamevalia suti nyeusi, huku makomando ambao nao ni walinzi wa rais wakiwa wamevalia nguo za kijeshi. Bobby na Roy tayari nao wamevalia jaketi za kuzuia risasi, huku wakiwa na bunduki walizozichangua tayari kwa kazi iliyopo mbele yao. Sasa jamani, tusikilizaneni. Wakakaa kwenye viti vilivyokuwa katika ukumbi huo, wakaanza kupeana maelekezo. Ruben alianza kuwaeleza mfumo mzima wa safari yao itakavyokuwa, huku wakitazama kwenye mwanga wa projector uliokuwa unapiga kwenye kitambaa kikubwa kilichopo mbele yao. Kwa hiyo jamani, naamini tumeelewana. Ndio. Okay, sawa. Sasa chap tuelekee kwenye magari na wanatoka na VIP. Tuelekee ofisini kwake. Kutokana na kila watu wana majukumu yao, wakatoka hapa na wakabaki Roy, Bobby pamoja na Ruben. Roy akasema, naona vijana wapya wa kumlinda rais. Roy alizungumza huku akiwa ameshika bunduki yake na akawa ameielekezea chini, huku mkanda wa bunduki hiyo akiwa ameupitisha begani. Ruben akasema, ya bwana, na timu ya kwanza imeshaondoka. Inabidi sasa tuweke timu mpya. Ndio vizuri. Ila mbona wa vijana mmewachukua wengi sana wa kumlinda rais?
Unajua Bobby, mimi naamini mnatambua ulinzi wa rais kwa sasa unapaswa kuwa wa aina gani kwa kile kilichotokea. Na okay, sawa. Vipi lakini, mpo salama makamanda? Tunamshukuru Mungu tuko sawa. Bobby na Roy walijibu hivyo. Ruben akajifikiria kwanza kwa sekunde kadhaa. Mara ya mwisho kuonana na yule madamu wa Scorpion ilikuwa ni lini? Siku ambayo tulikuwa tunajadiliana kuhusiana na namna ya kuweza kumwokoa Roy. Sawa. Vipi, kwema? Kwema. Sasa twendeni tukamchukue rais. Ruben alisema hivyo. Wakatoka ndani hapo na kuongozana mpaka ofisini kwa rais. Wao wakabaki nje ya ofisi wakiwa na walinzi wengine, huku Ruben na walinzi wachache wakaingia ndani ya ofisi hiyo. Mara baada ya dakika kama 10 rais akatoka, wakamweka mtu katikati, wakaongozana naye hadi nje, wakaingia kwenye magari yao, huku Roy na Bobby wakiingia kwenye gari walilokuwa wamekuja nalo ambalo lina namba za Ikulu, na msafara ukaanza kuondoka eneo hilo, huku wakiwasha taa maalum za msafara zilizopo mbele ya gari hilo. Poleni kwa safari. Naam. Ulikuwa ni upande wa pili. Nadia alizungumza huku akipeana mkono na Monica, Ryan pamoja na baba yake mzee Eddie. Tunashukuru. Joto mbona kali sana, au ndo msiba? Mzee Eddie alizungumza huku akiwa katika eneo maalum lililokuwa limeandaliwa uwanjani hapo kwa viongozi kukaa kuusubiria mwili wa Rais Max kuweza kufika. Ulinzi wa uwanja wa ndege ulikuwa umeimarishwa vizuri mno, huku ukaguzi ukiwa ni mkali vibaya mno. Viongozi wengi tayari walikuwa wameshafika kwenye eneo hilo, huku kiongozi mkuu anayesubiriwa ni rais peke yake na mkewe ambaye naye yupo kwenye msafara wa gari za rais. Hali ya hewa ni ngumu sana, Nadia alizungumza huku akiwa amekaa pembeni ya baba yake. Kwa kweli, hili koti linahitaji uzito tu, linanitia uzito tu. Baba, sulivue. Asio heshima kuvua makoti ya suti mbele za watu. Baba, utakuja kujifia, alafu kuna issue baba, nitakwambia. Issue gani tena? Nadia alimsogelea babake na kumnongoneza sikioni mwake. Yule mpuzi aliyetengeneza corona yupo kwenye maya yangu, tumemkamata. Na habari ambayo ni mbaya zaidi ni rais na yule msaidizi wake Ruben walimuhifadhi na kumficha, kitu ambacho kinaashiria kwamba wanafahamiana naye na walikuwa na mipango yao miovu. Nadia alizungumza kwa sauti ya chini karibu kabisa na sikio la baba yake, kitu ambacho hata Ryan aliyekaa pembeni yao hajasikia chochote. Analeta mambo ya ghost na makamu wa rais. Umeona hivyo, kisikia tumemwondoa usishangae. Eddie alitingisha kichwa huku akiziona pikipiki zinazotangulia kwenye msafara wa rais zikiingia eneo hilo, huku zikifuatiwa na gari za msafara wa rais, na watu wote wakasimama ikiwa ni ishara ya kumpokea mheshimiwa rais. Kama ni hivyo, ni bora hata msingemwokoa. Mzee Eddie alizungumza huku akitazama jinsi rais anavyoshuka kwenye gari na anapokewa kwa shangwe kubwa mno. Akawapungia watu mikono na akaelekea kwenye jukwaa lililoandaliwa maalum kwa ajili ya viongozi. Akaanza kusalimiana pale na viongozi aliowakuta. Akafika kwa Nadia, wakapeana mikono na rais akamkumbatia Nadia. Zichange vizuri karata zako, kwa sababu ulichokianzisha mimi nitakimaliza. Rais alimnongoneza maneno hayo Nadia na akamchimba mkwara huku akitabasamu, jambo lililomfanya Nadia kuubana mkono wake huku akimkumbatia mheshimiwa rais. Kama tulikurudisha madarakani, basi nina nguvu ya kukutoa, na sio tu kukutoa, hata kukupoteza. Subiri na uone, hakuna aliyewahi kushindana na Scorpion akashinda. Nadia alijibu huku akimwachia, na wote wakatabasamu. Hapakuwa na mtu yote aliyesikia mazungumzo kati ya mheshimiwa rais na Nadia, kwa sababu wakati wanakumbatiana walikuwa wamenongonezana. Rais akamvimbia Nadia, Nadia naye akamtambia rais. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Rais na Nadia wanachimbana mkwara uso kwa uso. Je, ni nani ambaye atashinda vita hiyo ambayo inaonekana kuzidi kupamba moto kati yao hawa wawili? Bwana, usikose kuungana nami kwenye sehemu ya 23, mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game. Mimi ninayekusimulia naitwa Anko J Simulizi, mzigo mtamu kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Asante kwa time yako na kwaheri.